Mtazamaji wa 7 Media, leo 7 Media tumekuja katika mtaa wa Cholwi, kata ya Mtambani, wilayani Mkuranga. Huku tumekuja kuzungumza na wananchi wa Cholwi kutokana na daraja hili ambalo limevunjika. Daraja hili linaunganisha mawasiliano kutoka katika mkoa wa Pwani na kuja katika mkoa wa Dar es Salaam. Wananchi wengi ambao wakazi wa mtaa huu wa Cholwi wameshindwa kuvuka na kwenda kuendelea na shughuli zao za kila siku katika mkoa wa Dar es Salaam. Pia kuna wanafunzi ambao wanasoma Dar es Salaam na wao wanahitajika wapite katika hili daraja. Lakini daraja hili limesombwa na mafuriko. 7 Media tumekuja kuzungumza na wananchi hawa, lakini pia uongozi mzima wa serikali ya mtaa wanazungumziaje? Mimi naitwa Mikidadi na hapa ni 7 Media. Mimi ni mkazi wa Cholwi, kwa jina naitwa Abdurrahmani Rashidi Mkomela. Ndugu zetu wa Cholwi tunateseka kutokana na maji kama mnavyoyaona, na sisi ni Watanzania. Tunahitaji huduma muhimu kutoka Dar es Salaam. Sisi tupo mpakani mwa Dar es Salaam na Pwani, lakini tunachokiomba, ndugu zetu wanateseka, watoto, akina mama wajawazito na wanawake. Sasa mahitaji yetu muhimu yanapatikana Dar es Salaam. Tunakuombeni mashirika, serikali na hata watu binafsi muweze kujitolea daraja letu liweze kupatikana na ufumbuzi katika hili daraja. Okay, daraja hili huwa linakutana na hii changamoto mara baada ya msimu wa mvua, ama ni kwa msimu huu tu ndio imekuwa hivi? Kila baada ya msimu wa mvua daraja letu linakuwa changamoto kama hivi, maji yanakuwa mengi, lakini wananchi wakiwepo na serikali ya kijiji wanajitolea, pamoja mwenyekiti wetu na viongozi wetu wamejitolea kwa hali na mali mpaka tukaanza kutengeneza hii zege, lakini vipato vyetu vinakuwa hafifu. Sasa uendelezaji wa daraja ni shida. Sasa tunaomba msaada. Na kuna athari yoyote ambayo tangu janga hili limetokea, kuna mtu yote ambaye ameathirika, aidha labda kudumbukia kwenye maji ama kushindwa kwenda shule kama wanafunzi? Wanafunzi toka jana mpaka leo hawajaweza kwenda shule, na mwenyekiti wetu alitumia fedha zake kuweza kuwarudisha watoto shule kuzunguka kwa gharama kubwa, na alienda mpaka mashuleni kwenda kuwaombea ruksa watoto wasiweze kuja shuleni. Na pia miaka 2-3 iliyopita palitokea vifo vya watoto wawili na mama yao, walikuwa wanarudi hospitali. Sasa kwa ujumla kila mwaka hapa panatokea maafa ya vifo, lakini mwaka huu sijaweza kugundua au sijaweza kupata taarifa yoyote ya vifo. Okay, na daraja hili tangu mwaka jana, mwaka huu na miaka yote ambayo inakuwa inatokea hii kero, kama wananchi, ni njia gani ambayo huwa mnaitumia kuhakikisha kwamba mnabaki salama na kulinda hili daraja? Usalama hapa hakuna, isipokuwa kama unavyotuona kwamba serikali wamezuia kwamba wasipite watu, na tunatumia gharama kubwa sana kwenda Dar es Salaam, kwenda kazini kwetu. Sasa hatuna jinsi, kipato chetu kinapatikana kule, pia shughuli zetu zinapatikana kule, watoto wetu wanapatikana kule, huduma za kijamii karibu zote zinapatikana kule, hata elimu watoto wetu wanapatikana kule. Sasa jambo la kimsingi, hatuna lingine ziada isipokuwa kukuomba ili tuweze kutengenezewa daraja letu. Okay, sawa. Na daraja hili kuna njia nyingine ya mbadala ukiachana na njia hii ambayo mnaitumia? Kuna njia nyingine ambayo inapitika? Njia inapitika, ipo ya Kongoe, lakini ile njia ndefu sana, gharama zake ni kubwa zaidi kuliko tunavyoweza kufikiria. Maana yake kuanzia kutoka hapa mpaka Kongoe katika pikipiki shilingi 5,000 au shilingi 3,000 bajaji. Sasa katika watu wa hali ya chini shilingi 3,000 ni nyingi sana kuliko hapa kunatembea bure. Mimi naitwa Jumanne Bakari Majaliwa, ni mkazi wa Cholwi, kata ya Mlambeni. Jumanne, kero hii wewe umeipokeaje na ina muda gani mpaka sasa? Kero hii ina muda mrefu sana. Kero hii ina muda mrefu na tushatoa taarifa kwa viongozi, lakini naona inafika hatua
hata sasa tulikuwa tumechoka. Maana watoto wetu wanasoma upande wa pili huko. Hospitali kubwa tunayotegemea upande wa pili. Upande wa pili kwa maana ya Temeke. Wilaya Temeke. Huku kata yetu ya huku au wilaya yetu ya huku ni mbali sana. Na hospitali ni mbali sana na usafiri. Sasa kitu kilichokuwepo, sisi tunapata tabu sana na nchi wa huku. Sana sana kama hivyo wajawazito. Kama mimi jana mtoto wangu ni mjamzito, lakini tulifanya kumsafirisha kwenda hospitalini huku wilaya Temeke, tulitumia gharama kubwa sana, nimetumia shilingi 15,000 na pikipiki, lakini akienda huko anashuka. Ni utelezi, barabara bado ni mbovu. Umeona? Mimi mwenyewe natoka zangu huko, nimerudi huku gharama kubwa. Nimetumia shilingi 6,000 mimi na mke wangu. Sasa maana ya kwenda na kurudi inakuwaje? Na mimi nafanya kazi. Mishahara yenyewe ndo kama hivyo unavyoona tunavyolipwa kwenye makampuni. Unalipwa 15,000 kwa siku. Unatumia nauli shilingi 10,000 kwa siku. Je, na wewe kula kwako? Na wewe uko kazini unatakiwa ule, maana kazini ulishwe. Unategemea hiyo hela. Sasa inakuwaje namna hii? Si namna hiyo wananchi tunakufa na njaa. Inabidi sasa mimi kama leo sijaenda kazini kutokana na gharama ya nauli. Mimi inabidi hapa nikae nyumbani, nimruhusu mke wangu aende kumwangalia mtoto hospitalini. Nimetumia tena shilingi 6,000 tena kwenda hospitalini. Sasa hili swala linatuumiza sisi wananchi wa Chulwi, na hili swala sio la leo tu. Hili swala la muda mrefu. Ninajengwa daraja kama hivi. Siku 2-3 ikija mvua inabomoka. Inakuwa kama vile sisi tunapata likizo. Umeona? Hadi makazini huko sasa hivi washaanza kutulaumu kama vipi bwana kazi? Basi. Sasa kwa ajili ya daraja. Na kuna mtu wote ambaye amewahi kuathirika kutokana na daraja hili kuwa bovu? Ni wengi sana. Wamekufa wengi. Mwingine alitoka hapa alikataka kuvuka, tukaenda kumuokoa kule mbele kabisa huko. Umeona? Wengi. Maana tunasema sio kwa hesabu. Na hii sasa inaenda kuhatarisha kazi zenu, lakini pia inaenda kuhatarisha maisha ya wanafunzi shuleni. Wanafunzi wanakosa elimu kwa muda, lakini pia nyie muende kazini. Kama ombi lenu wananchi wa Chulwi, kwa serikali na kwa jamii kwa ujumla ni ipi? Sisi tunachokiomba kikubwa, sisi tujengewe daraja. Daraja sisi kwetu ndo changamoto. Ina maana kijengwa daraja hata maisha yetu kidogo yanakuwa nafuu. Kwa ajili utafutaji wetu sisi, makampuni yetu yako huko Dar es Salaam. So huku Chulwi na ni wilaya ya Pwani. Sisi wote wananchi unaona huku wote tunaamkia tunaenda kutafuta Dar es Salaam, na Dar es Salaam ndo makampuni yote yako huko, biashara ni zote ziko huko. Kwa hiyo sasa hivi unavyotuona hapa, wengi hawajaenda makazini, hawajaenda kwenye mashughuliko yao ya biashara. Tumeishia hapa. Tunaangalia daraja. Na kutoka Chulwi mpaka ofisi ambazo huduma za kijamii huwa zinapatikana, kuna umbali wa kiasi gani? Na hizo huduma zinapatikana wapi kutokea hapa mpaka huko ambako zinapatikana nje ya Dar es Salaam? Yaani Chulwi hii mkoani huu, mkoa wa Pwani. Hapa mpaka Mkulanga, kama Mkulanga huko uende. Mimi naitwa Ibrahim Hamisi Juma na mkazi wa Chulwi. Ni kama mkazi wa Chulwi, kusema ukweli sisi tunateseka. Na tunachoteseka ni kikubwa mno ni hili hapa tu daraja, eneo hili ndio tunapoteseka, kwa sababu kama sasa hivi limevunjika, asilimia watu wengi hawatu waende kazini, hawaendi mashuleni, hawaendi hospitali kwa ajili ya ni kivuko tu hapa daraja. Kwa hiyo tulichokuwa tunaomba ni kitu kikubwa, tutengenezee daraja la kudumu ambapo linaweza likakaa tukafanya shughuli zetu kiamani kabisa. Na usafiri upoje, kwa maana ya kwamba endapo daraja hili litatengenezwa, kuna bajaji ama bodaboda ambazo huwa zinapitaga hapa? Hicho ndo kitu kikubwa ambacho tunachokiomba, likitengenezwa daraja kwamba iweze kupita bajaji, pikipiki, ili mradi tupate unafuu wa usafiri. Maana baada ya kuvuka daraja hili huwa mnafika wapi ili kuweza kupata usafiri wa kuwafikisha huko ambako mnaelekea? Baada ya kuvuka daraja hili tunafika kituoni Matitu, pale ndo tunatafuta daladala ama bajaji, tunapanda usafiri, tunaweza kwenda kazini. Na hali ya usalama hasa kwa majira ya usiku kutokana na ubovu wa daraja hili ipoje? Kwa hali ya usalama sasa hivi sio mzuri, kwa sababu kama hivi hapo hali jinsi ilivyo daraja, mtu aweza kaudi usiku kuonekana hatarisha maisha yake kwa ajili ya iko hivi. Kwa hiyo mtu namlazimu akae nyumbani pasipo kwa kupenda. Yaani mtu apende kukaa nyumbani ila namlazimu kwa sababu ya kivuka. Na ombi lenu kama wananchi wa Chulwi ni lipi hasa? Ombi letu kwa serikali, watu angalie kwa jicho la tatu, kwa sababu sisi tushako tunateseka na kiasi kikubwa mno. Kwa sababu asilimia watu wengi wanatoka Temeke wanahamia huku Pwani, na watu wengi wanataka mahitaji yao yote
wapatie ni Matitu. Kwa hiyo hapa kuvuka kwenda Matitu ishakuwa mtihani, mpaka uzunguke kutoka hapa na kwenda Kongowe, na njia zenyewe zote mbovu. Kwanza ni washukuru, lakini pia poleni sana kwa maafa ambayo yamejitokea hapa ya katika barabara yetu hii ya kutokea Chuli kuelekea Maji Matitu. Kwanza poleni sana. Lakini pia tupo kwenye ziara ya kazi kama halmashauri ya kijiji, lakini pia tulikuwa tunaongea na mheshimiwa diwani pamoja na mheshimiwa mbunge, waziri wa ujenzi Adama Surega. Kaniambia nije nione hapa maafa ambayo yapo, na yeye yupo katika ziara ya kuona maafa ambayo yamejitokeza nchi nzima. Kama unafahamu, waziri wa ujenzi ni sehemu yake ujenzi, sehemu ya nchi nzima hii. Na leo ni bahati nzuri nilimpata engineer ambayo alikuja kuangalia baadhi ya sehemu zenye changamoto. Na kama unavyoelewa hapa ni sehemu yenye changamoto. Kusudio kuja kujenga kivuko cha kudumu wakati mpango wa kujenga daraja unaendelea. Lakini kwa mazingira yaliyopo kwa sasa hatuwezi kumpa mkandarasi gharama ya hela nyingi na mvua bado zinaendelea, na ule mpango ambao anayotumia ni contract. Contract maana yake ni nini? Utampa gharama hii mradi wa milioni 10 au milioni 20. Akitengeneza ile nguzo au nini zikiondoka na maji, maana yake ile hela imekula kwake. Hiyo kazi inabidi akabidhi wakati mradi umekamilika. Kwa hiyo tutuambia tungoje maji kidogo yapungue, ile jambo la kuja kutengeneza nani hapo kivuko cha kudumu aendelee. Lakini sisi kama halmashauri ya kijiji tukaona kwa sababu ni wananchi wetu wana kero, kwa hiyo tukaona sasa tutengeneze kwanza cha kuvuka cha kudumu cha dharura, wananchi wetu wapite kwenda kupata mazingira ya kipato kule mjini na kurudi nyumbani. Kwa hiyo kuna fedha ambayo tumemkabidhi mwenyekiti wa kitongoji hapa, tukapiga hesabu haraka haraka kutengeneza hicho kivuko kama 500,000 na 85,000. Kwa hiyo tumemkabidhi fedha hapa 300,000. Tunaenda kufanya mpango kuchukua 200,000 na 80,000 tumkabidhi naye ili atengeneze cha haraka leo papate kuvukika na wananchi wetu hawa waendelee kupata huduma mbalimbali. Kwa hiyo kwanza tukaona tuwape taarifa hiyo kwa sasa, lakini pia maji baada ya kupungua kidogo, yule mkandarasi atakuja hapa, ataendelea sasa kujenga kile cha kudumu ambao tutakuwa tunapita mpaka itapatikana daraja ya kudumu. Kwa hiyo tukaona tuwape taarifa kama upande wa serikali, lakini mheshimiwa mbunge na yeye anasema siku yote atakuja hapa kuja kuona hizo changamoto, akipata nafasi akimaliza hizo ziara ambayo amepangiwa na mheshimiwa rais. Kwa atakuja hapa kuja kuona. Kwa hiyo kwanza anawapeni pole kwa maafa haya, kwa sababu watoto leo pamoja na sisi tumekosa kupata huduma mbalimbali za kifedha lakini ya chakula. Kwa hiyo amewapa pole sana na atakuja kuendeleza na kumuona mkandarasi muda maji akipungua namna gani hapa tutengeneze. Mimi swali langu na kero yetu kama wazazi, kero ndio hii. Tunashukuru kwanza kwa msaada huu, lakini tunaomba kwa leo patikane njia waume zetu wapate riziki mjini, kwa sababu kama isipowekwa hicho cha kudumu, hiyo cha kudumu tukisubiria, hiki cha dharura kisipokuwepo, tutakufa babangu. Yani huu ni msisitizo tu, tutakufa. Wote unaowaona hapa hawa waume mambo yao yako huko mjini. Na watoto leo hawaja kwenda shule hata mmoja, tumewazuia. Jana tumekesha hapa kutwa kusubiri watoto. Hatukufanya chochote, tumekaa kama tumefiwa. Kwa hivyo tunashukuru, lakini hichi cha dharura kifanyike vyovyote iwezekanavyo.